Inaweza kufikia mahala yale mahaba na mapenzi ambayo unayoyaona ndani ya nyumba yakaja kubadilika yakawa machungu. Vipi mwanamke yule anaweza kulala na akiamka akatokea kukuchukia, akatokea kutokukutamani, kila akikuona anaona kama shetani yuko mbele yake? Kwa nini inakuwa hivi? Hii inatokea kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, inawezekana ikawa ni kubadilika kimaumbile ule moyo wa yule mwanamke, akatokea kukuchukia, hana haja na wewe, vikao vikawekwa mbalimbali juu ya kuisuluhisha ndoa hiyo, lakini mwanamke akasema sina haja naye, wala simtamani, wala sihitaji kumuona katika maisha yangu. Moyo tayari umefanya nini? Umebadilika. Yale mapenzi aliyokuwa akiyapenda, yale mapenzi alikuwa akiyaonyesha kwako, yale mapenzi ambayo alikuwa yamekaa ndani ya nyoyo zenu, leo yamegeuka, yamekuwa chuki. Kwa nini? Ni kwa sababu ule moyo una sifa ya nini? Ya kubadilika. Na mwanamke akishafikia stage hiyo, akiwa hana haja na wewe, hataki kukuona, usishindane naye. Mwanamke yule mpe talaka, aondoke, akaangalie maisha yake. Huenda Allah akampa yule ambaye atapendana naye, wakafa na kuzikana. Na wewe Allah jalla fi ula akakupa mwanamke ambaye atakupenda kwa dhati, ikawa ni wakufa na kuzikana. Using'ang'anie ukasema mimi najua kuoa sijui kuacha. Huyo mwanamke anaweza kukaa akatafuta mbinu ya kwamba huyu siataki, ni king'ang'anizi, akaweza kukufanyia kitu kibaya katika maisha yako, katika kiumbe ambacho ni rahisi kumuondoa mwanadamu katika ulimwengu, ni huyo mwanamke. Kwa sababu chakula unakula cha kwake anachokipika, kinywaji ni yeye ndo ambaye anakuandalia. Kuna uwezekano mkubwa hata sumu akakuwekea akakuondoa kwenye mgongo wa ardhi. Lakini aina ya pili, yawezekana wakati mwingine mwanamke yule amepata masi au amepata sihiri. Jini alilokuwa nalo ni la kiume, ndiyo likawa linamfanya mwanamke yule abadilike, awe atakuchukia, hataki hata kukuona kwenye maisha yake. Watakiwa ujaribu kusimama imara, nenda mbio juu ya kumsaidia mke wako.